Leo tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa hapa Kisutu, shauri la kesi ya uchunguzi dhidi ya jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu limetajwa mbele ya hakimu mfawidhi Franco Kiswaga, ambapo itakiwa kwamba kesi iweze kuja kwa ajili ya kupata kwa ajili ya kutajwa. Kilichotokeza tu ni kwamba mteja wetu Tundu Antipas Lissu yeye akutokea katika mahakama ile ya kule gerezani kwa sababu ambazo alizoziainisha wazi kwamba yeye anataka kesi isikilizwe kwa njia ya yeye kuletwa mahakamani moja kwa moja na kuwa katika mahakama ya wazi na sio katika mahakama ya mtandao. Upande wa mashtaka umesema kwamba uchunguzi wa shauri hili haujakamilika, na ukumbuke hii ni kesi ambayo ni ile ya uhaini. Sasa uchunguzi haujakamilika, mbali ya kwamba uchunguzi kesi nzima inaegemea katika maneno ambayo mteja wetu Tundu Antipas Lissu anadaiwa kuwa aliyasema mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa upande wa utetezi tunasema kwamba madhari hoja nzima zilizoko hapa mahakamani zinahusiana na kwamba upelelezi haujakamilika, lakini inahusika maneno ambayo yameleta mashtaka ni yale ambayo maneno ambayo aliyatamka ndio ambayo anasema kwamba ilisababisha mashtaka hayo ya kesi ya uhaini. Upande wa utetezi tunasema kwamba tumemweleza hakimu kwamba kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza cha zaidi. Ni kwamba upande wa mashtaka ulete vile vitabu vya mashtaka hayo ili uchunguzi wa awali ukamilike. Upande wa mashtaka wao wamesema kwamba hawalazimishwi na sheria kuleta, watakuwa tayari watapandisha, lakini mwisho wa siku hakimu Kiswaga ametoa amri kwamba siku tunapokuja tena tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025 upande wa mashtaka ulete maelezo kamili kwamba upelelezi umefikia wapi, na kesi haiwezi kuwa inaendelea kuwa inaahirishwa kwa ahadi za kusema kwamba uchunguzi haujakamilika. Basi kwa hiyo kesi hii itakuja mnamo tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025, na tunategemea kwamba upande wa mashtaka utaleta maelezo sahihi kwamba upelelezi umefikia wapi, ili kesi ambayo inamkabili mteja wetu iweze kuanza na sisi tuweze kuonyesha jinsi gani mteja wetu hana hatia na kwa nini utaweza kujitetea, na mwisho wa siku wa Tanzania na wao vile vile waweze kuamua katika akili zao, lakini kubwa zaidi mahakama iweze kutoa hukumu inayostahili. Kwa kuwa kesi nzima imeegemea katika maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza. Kwa kwamba kuna matendo ambayo mteja wetu aliyatenda huko baada ya kutamka yale maneno, sawa, lakini kesi nzima imeegemea maneno yaliyotamkwa na kwamba ndio hayo ambayo yaliitisha serikali. Kwa hiyo tunapenda tuje tuonyeshe jinsi gani serikali itatemeka kwa maneno ya Tundu Antipas Lissu ambayo anaambia wananchi kwamba waweze kuchukua hatua zinazostahili kupigania haki zao za kidemokrasia. Pamoja na kwamba upelelezi unaendelea, lakini sisi upande wa utetezi hatujaridhishwa na hatua ambazo zinachukuliwa kwenye upelelezi wa shauri hili. Na ndio maana tumelalamika mahakamani kwamba upelelezi uweze ukachukua muda mrefu kwa shauri ambayo linahusiana na maneno ambayo anayo yako kwenye YouTube, yako kwenye CD na kila mtu anayo na mshtakiwa wanaye. Kwa hiyo hatuoni ambacho kinapelelezwa. Ndio maana tumeieleza mahakama. Na mahakama imetoa amri kwamba tarehe inayofuata upelelezi huo umekamilika. Kama hujakamilika, hatua gani imefikiwa na nini kinakwamisha huo upelelezi. Kwa hiyo tunategemea tarehe inayofuata tutapata majibu sahihi kutoka kwa upande wa serikali, lakini pia mahakama itatoa maelekezo mengine. Lakini maelekezo ya leo ni kwamba 1, upelelezi ukamilike tarehe inayofuata. Lakini 2, tutakuja tarehe 20 mwezi wa 5 tarehe 19 mwezi wa 5 kupata majibu sahihi ya huo upelelezi. Lakini jambo kuu ni kwamba mahakama imeelekeza upelelezi ukamilike kwenye shauri ambayo linamkabili Tundu Antipas Lissu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.